na kwa hili ulilonifanyia daktari, nami nataka nikusaidie jambo hili moja tu, kutuliza ndoa yako na shemeji abaki kwa wako peke yako. Unamaanisha nini? Mkeo ni mwanamke mzuri sana, wengi watamtamani na pengine na yeye akaingia majaribuni kama ilivyo sasa. Kuwa ndivyo hivyo, nitakusaidia kukulindia mkeo. Mzima wa nyumbani kwetu na kuagiza umlindie mke wake asiingie majaribuni kuweza kuchaguliwa na watu wengine. Hapana, sisi madaktari hatutumiagi hivi vitu. Ninyi madaktari wasomi huwa mnajifanya hamwamini mila hizi, ndio maana mnachukua wake zenu rahisi. Puliza kijana, nikusaidie daktari wako. Kwa kuwa wewe umenisaidia, puliza nikusaidie. Puliza daktari wako. Ila najutia, naomba nisamehe. Nishia nafasi yangu. Kweli sina jeuri ya kuishi bila wewe mpenzi. Kurudishia nafasi yako eh? Ili nikikugusa tena unipeleke mahakamani kabisa, sio? Doni, unajua wewe ni msomi na wasomi wengi huwa waelewa sana. Dem kafunguka kila kitu mwanzo mpaka mwisho. Kama vipi msomi tu mwamba, kama amelikiri kosa na amejua wapi alipokosea, hebu muelewe tu. Okay, nimekuelewa sana burudani. Inuka. Inuka. Nimekusamehe. Ili sasa nikikupiga tena uende polisi tena. Nimekusamehe. Lakini leo niko busy sana. Nina ahadi ya kukutana na mtu muhimu sana muda huu. Hivyo tuachane. Lakini unitafute kesho, sawa? Nitafute kesho. Kuwa na amani, nimekusamehe. Okay. Mkapunguzaga mbwembwe. Mji unahitaji masponsa. Hamwezi kuishi bila hao watu. Masponsa ndo nini na wewe, acha zako. Baada ya kuwa umefanikiwa sio? Tunaweza kwenda? Ila mimi bado na hamu na wewe. Kwani unawahi wapi? Unajua baby, nina ratiba ngumu sana kesho. Hivyo nitakiwa nilale mapema ili niwahi kwao. Lakini jambo la msingi, fanya kama vile hapo tumeongea. Tengeneza mazingira kwa mumeo. Mwage japo na safari ya kwenda labda kwenu hivi. Lakini mimi pia niweke mazingira nyumbani kwangu, nimwage wife kwamba nasafiri labda kikazi. Tupate japo wiki moja tu pamoja, tufurahie raha zetu. Au unaonaje? Sawa, nimekuelewa. Okay. Nimepata wazo. Nitamwaga naenda Morogoro kwa shangazi kumsalimia. Wow. Ila nitamwaga siku 3 tu. Sio wiki. Kanishtukia. Okay, sio mbaya. Siku 3 pia zinatosha. Kikubwa tu hakikisha kwamba unatengeneza mazingira yanakuwa hivyo, sawa? Sawa baby. Okay, tunaweza kwenda. Okay. Nikwambia kitu. Hapa nasubiri tu siku mume wako aje uwe tu kwamba anakuacha na kwa siku hiyo. Wewe na niache ngo? Subiri. Tampoendea mashariki magharibi.
wasafiri hao. Bibi Morogoro, bwana Dodoma. Acha tujilie hela zetu sie. Baby. Yes, baby. Come on. Wow. Nipo kwa ajili yako na nitafanya chochote kwa ajili yako. Najua wewe ndio malkia wa moyo wangu eh? Lakini pia nahisi hizi siku 3 ambazo tutakazokuwa hapa kama sitoshi vile, natamani ingekuwa mwezi mzima. Tuzitumie vizuri hizi 3 tukizi haja zetu. Usijali mpenzi, utafurahi. Na imani nitafurahi kwa sababu najua mambo yako, na maana nakupendaga mimi. Salma, unajua mimi ninapokuwa na wewe yaani huwa najisikia nipo dunia nyingine kabisa, lakini pia nisipokuwa na wewe najiona kama sipo duniani vile. Wewe ni mwongo. Mbona wewe unitafuta kila siku? Sasa bibi, nakutafutaje wakati wewe ni mke wa mtu? Na ndio maana napopata fursa kama hii huwa naitumia vizuri asipo sawa. Lakini pia wewe subiri tu. Yaani iko siku nitafanya tu mipango nikuchukue mazima uwe mke wangu. Wewe utaweza ngo? Kwani? Hata tutajua na mwachana. Kwa hiyo nipende. Hapana, nakutania tu. Wewe atambua kama mimi mke wa mtu. Najua. Yule mimi na mmodu nitakachofanya ni kitu kimoja tu, tamshawishi tu. Wewe mwanamke akufai, mwanamke mbaya, achana naye. Akithubutu tu kukuacha, anachukua mbele. Lazima. Ndio usisubutu kabisa. Kwa hiyo nipende, si ndio? Hapana, nakupenda. Hata sijafikiria hivyo. Basi mimi najua nakupenda. Wala sina hofu na wewe. Okay. Asante sana. Acha nikufungulie. Hauwezi kupata shida wakati mimi nipo. Haya ndo majukumu yangu mama. Unajua baby, chakula chao hapa ni kizuri sana. Lakini pia takriban huduma zao zote naona ziko vizuri sana. Na hata wahudumu pia wako smart, lakini pia wacheshi sana. Kwa hiyo naona kabisa kwamba hatujakosea kuja Neverland Lodge. Ni sehemu sahihi kabisa. Wewe unaona? Ya, ni mazuri. Mbona mazingira yao pia ni mazuri. Wahudumu wachangamfu. Huduma ni nzuri. Nimekapenda. Ya baby, wewe ulipajua je? Kwani una mashaka? Ya. Mashaka gani? Nina hofu labda ulikuwa unakuja na wanawake wako hapa. Baby, nawezaje? Au naanzaje kuja na mwanamke mwingine hapa? Yeye malkia wangu ni wewe tu. Mimi nimekufahamu hapa kupitia mitandao ya kijamii. Kama nilivyoongea pale wakati tumefika reception. Kwa mimi niliona kwenye mitandao tu. Unajua kwenye kupitia mitandao hivi nikaona Neverland Lodge. Nikapitia huduma zao nikaona panafaa. Nikasema siku nikiwa na Salma wangu, malkia wangu, basi sehemu ya kwenda naye ni Neverland Lodge. Lakini nafikiri mwenyewe umeona hatujakosea mama. Ya, hujakosea. Ila siku nikija kukujua. Unakuja na wanawake zako hapa. Nitakukata kichwa chako. Nadhani kwa sasa hali yako imeimarika vema. Ndio. Sioni sababu ya kuendelea kukaa hapa hospitalini. Hizo pesa unazodaiwa tachukua dhamana ya kukulipia. Asante sana daktari. Nakushukuru sana kwa msaada wako.
Sina kikubwa cha kukulipa kijana, isipokuwa Mungu atakulipa daktari wangu, na kwa hili ulilonifanyia daktari, nami nataka nikusaidie jambo hili moja tu, kutuliza ndoa yako na shemeji abaki kwa wako peke yako. Unamaanisha nini? Mkeo ni mwanamke mzuri sana, wengi watamtamani, na pengine na yeye akaingia majaribuni kama ilivyo sasa. Huwa ndivyo hivyo, nitakusaidia kukulindia mkeo. Mzima wa nyumbani kwetu na kuagiza umlindie mke wake asiingie majaribuni kuweza kuchaguliwa na watu wengine. Hapana, sisi madaktari hatutumiagi hivi vitu. Ninyi madaktari wasomi huwa mnajifanya hamwamini mila hizi, ndio maana mnachukua wake zenu rahisi. Puliza kijana, nikusaidie daktari wangu. Kwa kuwa wewe umenisaidia, puliza nikusaidie. Puliza daktari wangu. Naomba puliza. Ndio sema kama wewe ni mkao karari. Shika. Kwa ndugu yangu kabisa. Wewe puliza. Usisemeke puliza. Rudia tena. Asante, asante sana. Safi kabisa. Sasa mkeo atabaki kwa wako. Baby. Hani? Amka, kumekucha, sio kachelewa. Acha masiara bana, sauti gani hiyo tena? Amka basi tujiandae tuondoke. Mshenzi mkubwa wewe. Umewezaje kunisaidisha na kutembea na mke wangu? Ndio leo tusirudi tena. Wewe si bingwa kutembea na wake za watu eh? Sasa leo ndio siku zako za mwisho. Sali sala ya mwisho. Mshenzi mkubwa wewe. Unawezaje kunisaliti na kutembea na mke wangu? Wewe si unajifanya bingwa kutembea na wake za watu, si ndio eh? Sasa leo ndio mwisho wako. Sali sala zako za mwisho na kuua. Siwezi kusamehe. Nakwambia sali sala zako za mwisho.